Ipo. Karibu tena, karibu tena, karibu tena, viongozi wote wa rangi zote, watu wa rangi zote, katika nguvu ya majira hii nyingine, ambayo tuko kwenye nguvu ya majira ya kujifunza na kuishi juu ya nchi, kama vile alivyokusudia kwamba atakuja na amekwisha kuja. Kwa hiyo karibu sana wewe ambaye ni rafiki, wewe ambaye ni malikia, wewe ambaye ni kijana, wewe ambaye ni binti, wewe ambaye ni wa imani zote, wewe ambaye ni mtumishi wa aina zote, wewe ambaye ni kwa ajili ya taifa mweupe, mweusi, mwekundu. Karibuni sana kwenye TV ya Kweli Yote TV kwa ajili ya majira nyingine tena ya pekee, ni yake mwenyewe, kwa ajili ya kujifunza maisha juu ya nchi, maisha juu ya mbinguni yameisha majira. Kwa hiyo kabla ya yote tumshukuru kwanza kwa muda huu mfupi. Baba mwema mzuri, kwa majira ya pekee tena tupo hapa mbele zako, wewe peke yake ukitukuzwa na kuinuliwa, kwa maana tayari umeshinda zaidi ya kushinda, kwa ajili ya kutufundisha na kuendelea kupokea yale mema na mazuri kwa utukufu wako, kwa ajili ya haki ya wote weupe wekundu, wote utufundishe kwa wakati huu tena mzuri, kwa utukufu wako imetokea. Karibuni sana. Leo moja kwa moja ni kwamba Yesu alimtuma Paulo? Jibu moja kwa moja, Yesu hakumtuma Paulo. Kwa nini sasa? Kwa sababu jambo kubwa kabisa la kwanza, lazima tujue utume wa Yesu kwa muda, ili tujue na huyo Roho Mtakatifu, kwa sababu ni majira ya kufahamu hayo mawili makubwa, kwamba Yesu alimtuma Paulo. Je, Yesu alimtuma Paulo? Jibu linakuja shortcut tu, hakutumwa. Sasa je, haya mafundisho na maelezo mengi tunayaona, je, yalitokea wapi? Basi tuangalie kwanza, kabla yote, kabla jibu, lazima tujue kwanza utume wa Yesu. Yesu alitumwa nini na Baba? Yesu kupitia Isaya 6:8-13 alichotumwa ni kuja kwanza kabisa kikubwa kupitia Mathayo ile 24:1 na Luka 21:5 mpaka mwisho na Marko 13. Ukianza kabla hayo ni ile Isaya 6:8 alichotumwa. Nasoma: kisha nikasikia sauti ya Kweli Yote, ambaye sasa maelekezo ya Baba ambaye ni Kweli Yote, akisema ni mtume nani na ni nani atakayekwenda mbele kwa ajili yetu. Ndipo niliposema mimi hapa nitume. Naye akaniambia, nenda ukaambie watu wao, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione, unaoneshe moyo wa watu wao, ukayatie masikio uzito, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao, wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, wakarejea nikawaponya. Ndipo nilipouliza, Baba, hata lini? Naye akajibu, hata miji itakapokuwa ukiwa, tena haina wenyeji, na nyumba zitakapokuwa hazina watu kabisa, na nchi itakapokuwa ganjo kabisa, hata yeye atakapohamisha watu waende mbali sana na mahame, yatakapokuwa mengi ndani ya nchi. Na ijapokuwa imebaki sehemu moja katika sehemu 10, nayo italiwa nayo kama mvinje. Kwa hiyo kila alichoagizwa yeye na Baba ambaye ni Kweli Yote, ina maana kila ambacho alitumwa kwa ajili ya kuja yeye juu ya nchi kutuelekeza, cha kwanza kabisa ni kuelekeza ule mfumo wa Luka 1:26 mpaka 31, yaani ile majira yake, majira ya kweli, majira ya utawala, kwamba majira yake inaanzia mahali pa tumboni kuja nje. Hiyo Luka kwamba ilikuwa mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu mpaka mji wa Galilaya kwa mwanamwali, akatamkiwa kwamba huyo mama alipata neema
naye atapata mimba, atamzaa mtoto anaitwa Yesu. Lakini mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 2 ina maana ni majira ya kwamba Yesu alikuja na ile mfumo wa majira hii ya mwaka, ila alikuja akakutana na majira ya Kaisari, ndio maana akaingia pale. Ndio maana hata leo tunaita ACBC ili atuonyeshe, lakini ilikuwa iwezekani. Alikuwa anaonyesha tu kwamba utawala wake uko ndani na uko nje. Kwa hiyo jambo kubwa jingine ni kuonyesha habari za siku ya mwisho itakavyokuwa na ishara zake kupitia Mathayo 21, Mathayo 24:1 mpaka utimilifu wake mwisho, na Luka 21:5 mpaka mwisho, na Marko. Na jambo lingine kubwa ni kuonyesha ibada zilivyo juu ya nchi ambazo alizikuta kupitia Mathayo 23:1 mpaka 15, kwamba tunamwona Mafarisayo na Masadukayo wamekaa kwenye kiti cha Musa. Kwa hiyo yale wanayotufundisha lakini tuyapokee, lakini yale ambayo wanayafanya tusiyapokee. Lakini huwezi kufuata mtu ambacho anasema alafu kile ambacho hafanyi anafanya usikifuate. Ni ngumu, kwa sababu nguvu ya fundisho ni maisha kabisa na ni sura. Kwa hiyo ilikuwa sura mbili kwa Mafarisayo, kutuonyesha kwamba namna ilivyo na kutuonyesha nani atakayekuja kwa ajili ya msingi wa dunia ulivyo. Kutuonyesha sasa msingi wa dunia ulivyo, kwamba umejengwa kwenye msingi gani. Kwa hiyo akawa ametuonyesha kwamba dunia imejengwa kwenye mfumo wa Ufunuo 21 ile 10 mpaka 22, na Yakobo 21:20, yaani Yerusalemu iliyojengwa kwenye kabila 12, lugha 12, mitume 12, kabila 12, nguvu ya mwaka wenye miezi 12. Lakini ikaonekana kabisa kwamba mfumo huo uko kwenye Yeremia ile 33 kule mstari wa 20 mpaka 26, ikionekana baada ya lile anguko, kwa sababu kutumwa na Baba aje atuendeleze kutufundisha kwamba sisi tuwe vipofu, tusisikie, tusione. Ina maana ni kwamba tulikuwa na kosa mbele za Baba. Kwa hiyo baada ya Baba kumwacha, kama tulivyofundishwa hapo nyuma kwamba kosa ni la Mwanzo 2 ile 23 mpaka 25, wakati Adam na Hawa wanamwacha Baba, ina maana ni nguvu kwa ajili ya kweli yote, na mama ni kwa ajili ya 28 ile miezi 9. Kwa hiyo tulipoachana, ina maana kila ambacho ilikuja sasa ni kwamba sisi tulinyang'anywa ile moja ndani yetu. Kwa hiyo ile nguvu ya miaka 930 ikawa ni kwa ajili ya kunyang'anywa ndani yetu. Ilikuwa inatakiwa kuwa na miaka 1000 ambayo ndio siku moja ni joint, yani inakuwa moja na Baba kupitia ile Mwanzo 2:19. Kwa hiyo ikawa imekosa, ina maana wote sasa tukawa kwenye utumwa. Ndio maana tukaona kwenye nguvu ya Yeremia 25 mpaka 25:12 mpaka ile 14, na Yeremia 27 ile 5 mpaka 9, ikisema tutakwenda utumwani Babeli. Kwa hiyo Babeli tulipokwenda tukamwambia ni miaka 70. Ina maana ni kuitafuta sasa majira ya utimilifu, kwamba siku ya mwisho itakuwaje, kwa sababu siku ya mwisho ilikuwa inajulikana ni koje na inafanana naye. Basi yeye mwenyewe katika utimilifu wake kaanza kutufundisha mpaka kupitia ile nguvu ya Zekaria 14:7 ikapatikana siku isiyo na usiku wala mchana, ambao ndani yake ina maana imebebwa na mwaka. Kwa hiyo mwaka unaanzia tumboni kwa ajili ya ile akaunti isiyokuwa na usiku wala mchana. Kwa hiyo tunaona kwamba hicho ndicho alichotumwa, lakini tunaona kwamba katika kazi zake sasa kutuonyesha kwamba huu msingi wa dunia uko kwenye nguvu ya msingi wa kabila 12 na lugha 12. Ina maana akaanza kuonyesha kabisa waziwazi kupitia ile Mathayo ile 10 ule mstari wa 5, mtausoma. Hao senachara Yesu aliyotuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende. Kwa hiyo akawa amewachagua hao mitume. Tunaona mitume majina yao kwenye Mathayo 12, na majina ya hao mitume 12 ni haya: wa kwanza ni Simoni aliyekuwa Petro, na wa pili ni nduguye
Andrew nduguye Yakobo na Zebedayo na Yohana nduguye, Filipo na Bartimayo, Tomato na Matayo mtoza ushuru, Yakobo wa Alfaso na Thadayo na Simoni Mkanayo na Yuda Iskarioti, naye ndiye mwenye kumsaliti. Kwa hiyo walikuwa ni 12, lakini alikuwa tayari anaonyesha kwamba nguvu ya msingi wa uumbaji huko kwenye nguvu ya kabila 12, lugha 12, msingi wa mitume 12, majina 12 yaliyojengwa kama Yerusalemu. Lakini Yerusalemu tayari imeharibika. Watu wanaabudu jua, wanaabudu mwezi, wanaabudu wanyama, wanaabudu mambo mengi. Kwa hiyo akawa amechukizwa na hayo. Ndio maana akaona sasa hakuna namna, ni kuja sasa kutuonyesha kwamba ibada zilipo, kwa sababu amezikuta hizo ibada zipo. Ndio tunaona sasa akielezea moja kwa moja kwamba katika wale mitume akionyesha ndani yao, ndio akimchagua Petro kwamba yupo ambaye tayari alikuwa ameteuliwa kama kuonyesha mfano wa madhabahu iliyoko duniani, ile ambayo iko kwa Babeli. 16 kule mstari wa 17. Huyo kweli kwa levo ya Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukuonyesha hili, bali Baba yangu ambaye yuko mahali pake. Nami nakwambia wewe ndiye Petro, najua mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo tunaona kama nguvu ya maelezo kwamba kuna hao mitume 12, lakini kuna master, kuna kiongozi wa hilo nguvu ya mitume. Tunamwona akipakwa mafuta kupitia Yohana ile 21. Huyo ndiye aliyepakwa mafuta, yaani anatuonyesha namna ambavyo amepakwa mafuta, kwamba kwa ajili ya ule timilifu ndani ya mitume 12 kuna mmoja anakuwa amepakwa yale mafuta ya kufundisha na kuelekeza wengine, na ndiye anatakiwa mbebe Roho ambaye ndiye kama mwalimu kwa ajili ya kuwafundisha wengine, na yeye ndiyo nguvu ya impartation ndani yake. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni Bayona, je, wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wana kondoo zangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni Bayona, wanipenda? Akamwambia, ndio wanipenda, wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, lisha wana kondoo zangu. Ina maana anapakwa, lakini sasa tunaona akituonyesha moja kwa moja kwamba huyo aliyempaka alimkataa, kwamba ndani ya hao mitume kuna uasi ndani yake, kwamba hakuna madhabahu ya mitume 12 ambayo yenye uimara. Mathayo 26 ule mstari wa 69. Na Petro alikuwa ameketi nje bewani, kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwa pamoja naye na Yesu wa Galilaya? Akasema, akakana mbele ya wote akisema, simjui usemalo. Na alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine alimwona, akamwambia, watu walikuweko huko, huyo alikuwa pamoja naye. Akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia Petro, hakika wewe nawe u mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wakutambulisha. Ndipo akaanza kukana na kulani kwa kiapo, yaani na maana kiapo ni viwango vya mwisho katika kujitenga na mtu. Na mara akaweka jogoo, Petro akalikumbuka lile. Kwa hiyo tunaona kwenye ule mfumo sasa wa mitume 12 wakiwa tayari kwenye nguvu zao, Yuda akiwa msaliti, wakabaki 11, lakini tunaona hapo wakiacha tunamwona wakipewa sasa dhamana ya ile Mathayo 20:8 ule mstari
Mathayo 28 mstari wa 19, basi nenda mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Haya matatu uyakumbuke kwa ajili ya kujua kwamba sasa kuna utimilifu gani. Tunaona Yesu sasa katika safari yake ya kutuonyesha haya tuliyokuwa tunaonyeshwa, akatuonyesha huo msingi utabomolewa, na akatuonyesha namna ibada zilivyo, watu hizo ibada za Mafarisayo zilivyo, ziko kwenye nguvu ya mifumo ya ibada za maroho tofauti tofauti juu ya nchi. Ndio maana akasema akija ataondoa, lakini je, akija atakuta imani? Ndio alibaki akiuliza hivyo peke yake kwenye nguvu ya utume wake, akiwaambia je, kwenye Luka 18, je, nitakuta imani? Luka 18 ule mstari wa 8, nawaambia atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Kwa tunaona hapo kwa uhalisia kabisa, yeye Yesu wakiwa na mitume wake 12, na hao 12 mmoja aliasi, na hao 11 hawakuweza hata na wao kuamini kupitia ile nguvu ambayo ya Marko 16 ule mstari Marko 16 mstari wa 14, na baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa kila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki. Ndio maana tunaona sasa akitamka kwamba hata ile majira itakayofika kwa ajili ya Yerusalemu, itakapofika kwa ajili ya majira yeye kurudi, lakini akiwa kwenye sura ya mwana wa Adamu, lakini maelezo sasa ni ya moyo wa Baba, yaani akifundisha kwa level ya Baba mwenyewe, Baba akifundisha, lakini kwa mfumo wa kuifundisha ile kweli yote. Kwa hiyo akija yeye sasa, kwa sababu tayari imeonekana kabisa kwamba hakuna mitume ambao tayari wameonekana kwamba wameambatana na yeye, kwa sababu ilikuwa ni unabii, ilikuwa wale mitume hawawezi kuambatana, kwa sababu alikuwa anatakiwa yeye amekuja kufundisha hayo, si katika kufanya chochote. Ndio maana nasoma sasa hapa ili tupate uelewa. Hapa Yohana 16 ile mstari wa 7, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikiondoka huyo msaidizi hatakuja, na kisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu; na kwa habari ya hukumu, yule mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa. Yaani huyo ndio atakuja kueleza, kwa sababu yeye sasa anaondoka na hakuna mwachi mwingine, kwa sababu hata yule roho anamwacha kwa Baba. Tukiona kwenye nguvu ya mahali pa Luka 23:44. Hapo ilipoyapata saa 6, kukawa na giza juu ya nchi yote, hata saa 9 jua limepungua, nuru yake pazia la hekalu likapasuka katikati. Huyo kweli kwa levo Yesu akalia kwa sauti akisema, ee Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Akakata roho. Kuna kuiweka roho mikononi mwake Baba na kukata roho, yaani kujitenga na mfumo ambao unaweza kufanya chochote ndani yake, ukabaki mwili. Kwa hiyo tunaona sasa huyo roho wa kufundisha kwa ajili ya kila ambacho alikuwa ameelekezwa, kwamba yeye sasa yeye ni kweli, lakini baba yake ni mkubwa kuliko yeye. Na maana baba ni kweli yote, moyo wa Baba au Roho Mtakatifu au roho ya Baba
Ndio maana akasema kwenye Yohana 7 ule mstari wa 31. Yohana 7 mstari wa 37, thamani. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, huyo Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai yatatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema kwa habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa ajaja, kwa sababu huyo kweli kwa levo ya Yesu alikuwa hajatukuzwa, yaani hajajitenga na ile majira. Na wale sasa, kwa sababu ya majira bado hatujui kwamba Yesu alitumwa nini. Kwa hiyo tunaona kwamba ile nguvu ya habari zote zinazoelezwa, tunajua kwamba Yesu alitumwa kila ambacho tunafundishwa kwenye juu ya nchi, lakini haikuwa hivyo kwenye ile Matendo 10 kwamba yeye Baba amempaka mafuta kwa Roho Mtakatifu atende kazi na kututenga na nguvu za giza. Lakini tunaona sivyo, ikiwa tu katika nguvu ya mahali pa kupitia. Lakini utapaona mahali ambapo Paulo alipitishwa na ile nguvu ya majira iliyokuwa ya Babeli. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyompaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewa na Ibilisi. Sasa tunaona hapa kwamba kuanzia kwenye utume wa Yesu kwa mitume hao 12 tunaona hakuna mlango wa Paulo kupitia. Sasa mahali ambapo Paulo amepitia ni mahali pa mlango wa mataifa ambayo waliambiwa wasipite hapo. Na Paulo alitokea wapi? Mathayo 10 ule mstari wa 5. Hata senashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Na huko kwenye Mathayo akielezea haya 28:15. Basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Kienda kwenye Mathayo 3:10 unamwona ambaye sasa atasimama kwenye utimilifu. Alafu tunamwona Paulo anatokea wapi? Mathayo 3 ule mstari wa 10. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina na miti, basi kila mtu usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko yeye, wala sistahili kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa Roho Mtakatifu ina maana ni mwalimu, na bado hajaachiliwa, kwa sababu yeye kweli kwa levo ya Yesu hajatukuzwa, kwa sababu yani majira yake bado, kwa ajili ya kuonekana kwamba sasa huyo Roho aje aanze kutufundisha. Ndio tunaona hapo kwenye Mathayo 10 wakitengeneza sasa, kwa sababu tayari tulikuwa utumwani, ile siku ya mwisho bado. Ina maana tukaa kwenye utumwa sasa wa Babeli, ile miaka 70. Kule Babeli tulipokuwa juu ya nchi, hapa tulipo ndio kule kuna manabii. Wakasimamisha nabii aitwaye Paulo kwa ajili ya kukava hiyo nafasi ya mataifa, ili afundishe kile ambacho nitakuonyesha alichokuwa anafundisha, lakini si katika utendaji uliokuwa umekusudiwa. Tunasoma hapa Yeremia ile 20
27 ule mstari wa 5. Mimi nimeumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi, kwa uwezo wangu mkuu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama nipendezavyo. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadneza mfalme wa Babeli, mtumishi wangu, na wanyama wa mwituni pia nimempa wamtumikie, na mataifa yote watamtumikia yeye na wanao, hata wakati wa majira timilifu ya siku ya mwisho, naye ndio atatumikishwa. Hilo lilikuwa ni agano. Lakini kwenye mstari wa 9, lakini katika habari zenu msisikilize manabii wenu wala wabashiri wenu wala ndoto zenu wala watambuzi wenu wala waganga wenu wala wanaotambia ya kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli, maana wanaotabiria uongo ili kuwatoa katika nchi ambayo mmewekwa. Kwa hiyo tunaona hapa, kwa sababu ya ukali wa kila ambacho alikuwa tayari baba amechukizwa na familia yake ya Adam na Hawa kumwacha yeye, kwa hiyo akatupa sasa punishment ya miaka 930 na miaka 70. Kwa hiyo miaka 70 mpaka itimie siku ya mwisho, ndio manabii, yani ndio uhalisia wa ile kweli ifahamike. Bila kutimia hakuna nabii nje ya yule anayeitwa kwa ajili ya yule aliyekuwa amepewa dhamana, Yesu. Ndio tunaona sasa hata wakati akitamka sasa kwenye Yeremia 29, maana yeye asema hivi, Babeli utakapotimiza miaka 70 nitawaijilia ninyi na kuturejesha mahali yako. 15, maana mmesema yeye kweli ametuinulia manabii huko Babeli, maana yeye asema hivi, katika habari za mfalme wa Ketia hapo lazima twende utumwani tukatumike. Kwa hiyo ni lazima tulikuwa tutumike huko. Sasa Paulo ndio akamuingizia hapo kwa ajili ya yeye sasa kuwa nabii wa mataifa, kwa sababu tayari ile nguvu ya Isaya ile 6:8 mpaka 13 inaunganishwa na Mathayo ile 13 mpaka 14. Kwa sababu hiyo nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Na neno la nabii Isaya litatimia kwao, likisema, kusikia mtasikia wala mtaelewa, kutazama mtatazama wala mtaona. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, kwa masikio yao hawasikii vyema, na macho yao yamefumbwa, wasije wakasikia kwa masikio yao, wakasikia kwa masikio yao na kuona kwa macho yao, na moyo wao ukafunguka nikawaponya. Kwa hiyo hili kwa mwendelezo kutoka pale kwenye Isaya 6 ule mstari wa 8 mpaka 15, anakuja kujidhihirisha kila alichotumwa. Tunaona sasa yule Matendo 28 Paulo akithibitisha yeye mwenyewe kwa kuandika kwamba kila ambacho kimeandikwa kule atabidi aendelee nacho. Ina maana hata kama atapindisha, ikija siku, saa na wakati, itaonekana wazi. Matendo ile 28 ule mstari wa 25, na walipokuwa hawapatani wao kwa wao, wakaenda zao. Paulo alipokwisha kusema neno hili moja, ya kwamba Roho Mtakatifu alinena vema na baba zetu kwa kinywa cha nabii Isaya akisema, nenda kwa watu wao ukawaambie, kusikia mtasikia wala mtafahamu, na kuona mtaona wala mtatambua, kwa maana mioyo ya watu wao imepumba, na masikio yao ni mazito kusikia, na macho yao yamefumbwa, wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kurejea na kubadili nia zao, nikawaponya. Basi julikane kwenu ya kwamba wokovu wa Mungu umepelekwa kwa mataifa, nao watasikia. Alipokwisha kusema hayo, Wayahudi wakaenda zao wakiulizana mengi wao kwa wao. Sasa ina maana hapa sasa ndio anatokea kwenye Matendo 9, anapakwa mafuta na anawekewa Roho Mtakatifu. Tunaona hapa kwenye Matendo 9 ule mstari wa kwanza kabisa, ili tuone, halafu
tutimizie pale ambapo pataonekana hapa. Lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana ambao walikuwa ni kwa ajili ya Yesu. Akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, u nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe, lakini simama uingie mjini, naye utaambiwa ya kupasa kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mikono, wakamleta mpaka Dameski. Akawa siku 3 haoni hali wala hali. Basi palikuwepo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Sasa huyo Anania, huwezi jua alikuwa ni wapi. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia itwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia, anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengine wabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge wote wakuitao jina lako. Lakini yeye Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyo ni chombo kiteule kwangu, alichukuaye jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wote wa Israeli, maana nimemwonyesha yalivyo mengi yanayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Sasa hapo ujiulize mwenyewe, kama kwenye nguvu ya Luka ile 23 ile 44 Yesu akakata roho, akampa babake ile roho ya ufundishaji, akisema atakavyokuja atakuja kutufundisha mambo matatu tu kupitia ile mahali ambapo akirejea Yohana 16, na atakuja kufundisha habari za Baba. Sasa hiyo itakuachia na wewe ujiulize huko. Hapo ilikuwa yapata saa 6, ukawa giza juu ya nchi yote, hata saa 9 jua limepungua, nuru yake pazia likaikalu kapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti iliyosema, Baba, mikononi mwako naweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Kwa hiyo tunaona kwenye Yohana sasa ile 16 kwamba atakuja sasa huyo roho wa kweli, ili sasa atufundishe maana ya Baba. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Na akisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi. Paulo, muulize anachohubiri. Anahubiri nje kabisa lile kusudi, kwa sababu yeye anahubiri juu ya Roho Mtakatifu, juu ya kazi za mitume, juu ya kazi za Yesu. Na kazi za Yesu yeye aliziishia hapo na akaondoka, kwa sababu tayari alikuwa anaonyesha na yuko kiunabii. Kwa hiyo wale wanafunzi wakazuiliwa kwenda popote, kwa hiyo mpaka atakaporejea kwenye majira timilifu, ili aje atufundishe. Kwa sababu ndio maana akasema, siku ile nikija ndio nitafumua mitego yote. Kwa hiyo katika ile mitego, kwa sababu tulikuwa chini ya Babeli akainua nabii wake kwa ajili ya kuendeleza, kwa sababu tulikuwa chini ya utawala, ambaye atafanya ishara. Roho Mtakatifu ataonekana kweli Roho Mtakatifu, lakini Yesu
hakufanya hivyo. Kwa habari ya haki na kwa habari ya hukumu. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, ataongoza awatie kwenye kweli yote. Sio kunena kwa lugha, sio ishara, sio miujiza, sio chochote, bali ni kukaa na kufundishwa. Huyo sasa Roho wa Baba ndio atakuja sasa, moyo wa Baba, kufundisha Baba ni nani. Kwenye Yohana sasa 16:25 huyo amesema, hayo nisemayo nanyi kwa misali, saa yaje ambayo sitasema nanyi kwa misali, bali nitawapa habari za Baba wazi wazi. Kwa hiyo tunaona Babeli aliinua mfumo kwa sababu tulikuwa kwake miaka 70. Ina maana ni mfumo wa ibada ambazo zilikutwa, Yesu alikuta zile ibada, na ukiangalia kwenye Mathayo 27 ile 51 ndio utajua, alafu ndio utaenda kuona kwenye Ufunuo 16:13. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Sasa atakuja kufufua kitu gani tena? Kwa hiyo alikuwa anakuonyesha namna madhabahu zilivyo, wanavyotumia zile soli za watu waliolala kufanya ibada juu ya nchi, kufanya hiyo miujiza. Lakini ni roho chafu, sio Roho Mtakatifu anayefundisha, ambaye ndio moyo wa Baba. Tunaona hapa kwenye Ufunuo ile 16 ule mstari, nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara. Ndio maana akasema kwenye Zekaria 10:13 hizo atafuta, na ndio maana amezifuta kabisa juu ya nchi, kwa kuwa wewe kusikia, kuelewa, kujifunza. Na unamwambia na mwenzio, unamwambia twende huko rafiki, Kweli Yote TV iko hewani kwa ajili ya kujua yote juu ya siku ya mwisho, kwa ajili ya kwamba tunaishi juu ya nchi, mambo ya mbinguni hayapo. Zekaria 14, Zekaria 13:2. Kisha itakuwa katika siku hiyo, asema yeye aliyetumba, nitakatilia mbali majina ya sanamu katika nchi, yasikumbukwe tena. Pia nitawafukuza manabii na roho za uchafu watoke katika nchi, kwa sababu walikuwepo wale manabii waliokuwa na mitume wa Babeli, ambao ndio unaona wanasumbua hapa juu ya nchi, kwa sababu nabii hawakutakiwa. Ndio maana sasa, kwa kuelewa zaidi, wakati tunaposema yale maandiko ya Paulo ya waraka wa kwanza wa Yohana 5:8 kwenye Kiingereza inaanza na mstari wa 7, utaona jinsi anavyosema. Unajua hiyo ni akili kabisa nyingine, sio yake yeye Baba. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:8, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hao ni habari ya moja. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho, maji na damu. Sasa kama hapa juu ya nchi hakuwepo roho, hakuwepo utendaji wowote, ina maana nini kilikuwa kinafanyika? Naye amesema, je, nikirudi nitaikuta imani kwa watu juu ya nchi? Kwa sababu atakuja kama mwizi. Kwa hiyo sasa ile Matendo 1 mpaka Yuda ni mahali pa maelezo ya sisi kututumainisha tukiwa Babeli. Zile ishara unazoziona sio za yeye. Ndio maana kwenye Mathayo
ile 24 akasema kutakuwa na manabii wengi na kutakuwa na makristo wengi wa uongo, lakini hatukujua kwamba tuko wapi. Sasa tumeshajua, kumbe tulikuwa miaka 70 bila kutimia siku ya mwisho na majira yake, mwaka wenye miezi 9, mwaka unaoanzia ndani kwenda nje, hakuna mahali pa kutoka, kwa sababu ndio mwaka wa wote uliobeba siku ya mwisho, ile Isaya 61, kutangaza mwaka wa yeye uliokubalika na siku ya hukumu ya. Kwa hiyo ndani ya mwaka ndio kuna siku ya mwisho, ndio ya kusema kweli yote. Kwa hiyo tunaona ule utatu, na yeye akasema kwenye Mathayo 28 ule mstari wa 19 ndio anajionyesha yeye, ili uone hiyo maficho yalivyokuwa kabla ya yeye. Tunaona hapa, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, jina la Mwana na la Roho. Sasa kwa sababu Baba hatukumjua, Mwana hatukumjua, ina maana hata Roho hatukumwelewa, kwa sababu Roho ni mwalimu, hakuachiliwa. Huyo Mwana ni kweli, alikuja kiunabii. Huyo Baba ndio sasa anaelezewa moyo wa Baba. Kwa hiyo hii ilikuwa ni unabii, akiambia majira yakitimia mtaelewa yote, na kweli tumeelewa. Kwa hiyo tunaona Paulo jibu la Yesu, alikuwa ni mtume, lakini kwenye kipindi tukiwa utumwani Babeli. Kwa hiyo hakutumwa na Yesu wala Roho Mtakatifu wa kuingia kwake, wala hakuingia kwake. Ndio maana kwenye Luka 18 kwamba je, ataikuta imani? Anasema hamna. Yohana 8:31 na hapo hivyo anasema je, ni sasa mtakuwa kwenye kutokuwa na imani hata lini? Na Yohana 3:12-15 na yeye anaongelea hivi. Kwa hiyo mambo aliyokuwa anayafundisha kwenye ile nguvu ya Ibrania 11:1 kama imani chanzo chake ilikuwa ni akili tu ya Babeli, yaani kuishi kimani, lakini katika maisha aliyokuwa ametuachia katika mwongozo akija ni katika kweli, kwamba tutakaa chini, tutajifunza na tutakuwa huru, sio kutangatanga wala kuangaishwa na hii nguvu ya miujiza kila mahali. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa sababu wanafunzi wenyewe hawakukaa sasa kwenye fundisho, walikuwa waoga, yani hamna. Kwa sababu ndio maana ilikuwa akamwambia kwenye nguvu ya Marko ile 16 ile 14 kwamba je, mbona hamkuwa na imani? Kwa msingi wa kanisa wakati anatujengea sasa huyo Paulo, ulione kanisa Efeso ile Efeso 2:20 Efeso 2:20 mmejengwa basi tangu sasa ni wageni wala sio wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumba yake, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Lakini hapo ukiangalia haiko hivyo. Sasa ndio wewe mwenyewe unajiuliza, lakini kwa sababu haikuwa bahati mbaya, tulikuwa tunaishi huko na yeye amekuja kujituelezea yote. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, wakawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao. Tunaona hao 11 ndio wanacheza mpira huko nje. Hapa kanisa tunaambiwa kuna mitume 12
na mitume 12, ina maana kanisa liko nje. Hapa ni michezo. Tunaona akisema hata kwenye Efeso 4. Efeso 4 ule mstari moja, naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi wakamilishe watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke. Huduma haikuwepo juu ya nchi, ndio maana akasema atakuja kuvunja, na sasa amevunja. Kwa hiyo tumshukuru kwamba umejua, umeelewa kwamba mfumo wa Matendo ile 1 mpaka Yuda ni mfumo tukiwa utumwani Babeli. Huyo ni mtume kabisa, ametengenezwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anafundisha Roho Mtakatifu, anafundisha kazi za mitume. Mitume hawakuwa na kazi, hawakufanya kitu. Aliyehubiri pale alikuwa anahubiri Yesu na kazi za Yesu. Yesu hakufanya kazi yoyote. Yesu alikuja kutuonyesha, ndio maana mapepo ndio yalikuwa anajua kwamba alikuja kiunabii. Kwa leo umefahamu na leo tumepona. Anasema hapa Mathayo 8:28, na alipofika ng'ambo katika nchi ya Gerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu, kabla ya wakati wetu? Kwa hiyo ulikuwa bado mpaka ufike hapa. Ndio sasa tuelewe, sasa tunaelewa. Kwa hiyo namshukuru sana yeye Baba kwa ajili ya sisi sote kuelewa juu ya nchi kwamba Roho Mtakatifu anayefanya kazi huko nje sio halisi, sio yule wa kweli, kwa sababu Roho aliyekuwa anapaswa kusema ni moyo wa Baba ambao ndio alikuwa anaitwa Roho wa kweli. Sasa Roho wa kweli sasa hivi ni madanganyo. Sasa roho gani? Ndio maana akasema kwenye Zekaria 14:13, roho zote hazitakiwi juu ya nchi. Na sasa utashangaa. Kwa hiyo wewe mtume, wewe nabii, kama ni wa kweli, tafadhali. Na wewe kama ulikuwa ni mfanyabiashara, tafadhali badilika. Majira imetimia, wakati wa hukumu umeshafika. Kwa hiyo nashukuru sana kwa ajili ya weupe weusi mliosikiliza. Karibuni tena kwa ajili ya wakati mwingine, kwa ajili ya utukufu wake. Tumefunguka, tumeelewa. Utaifahamu kweli, nayo kweli itakuacha huru. Asante, mbarikiwe, mataifa wabarikiwe, vijana, mabinti, viongozi, tumebarikiwa, tumeifahamu kweli na